Rika manda roko sakarama kuria basekerese. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Umetupa tena kibali asubuhi ya leo, tumeona nguvu zako na utukufu wako wa ajabu. Baba yangu ninakutukuza kwa uweza na nguvu zako za ajabu sana. Umekuwa mwema na mwaminifu sana kwetu, na watoto wako tumeona nguvu zako tena Bwana, ukituamsha. Utukufu umekuwa ni mkuu sana katikati yetu. Asante Yesu, hata pale tulipokuwa tuna nguvu umetushindia. Hata pale walipotushambulia majira ya usiku umetuponya. Hata pale walipotushika wewe umetusaidia, tumeponyoka. Hata walipotuma mishale, wewe Yesu umekuwa mwema, mishale haikutupata. Ni nani aliye kama wewe, Baba yetu mwema, mfalme? Tunakutukuza kwa sababu tumeona nguvu zako asubuhi ya leo na utukufu wako. Wanao tumeshuka mbele zako tena kwa rehema nyingi, tukiomba rehema sana katikati ya hatima ya maisha yetu. Sisi ni wakosaji Baba, tumekosa mara nyingi, tumejikwaa na mara nyingi tumekuacha, lakini asubuhi ya leo tumeisikia sauti yako ya kwamba wewe ni Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu wa rehema, unarehemu kizazi cha 3 na kizazi cha 4 cha wakuaminio. Nasi Baba tumeshuka mbele zako tukiomba rehema zako zilizokuu juu yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu, asante kwa sababu mkono wako upo kwa ajili ya kutusaidia. Mkono wako umedhihirika, mkono wako umekuwa mkono mkuu. Nasi asubuhi ya leo tunahitaji mkono wako wenye nguvu, ukatusimamishe watumishi wako na wajuri wako. Hatuna Mungu mwingine zaidi ya wewe wa kutusaidia. Ni wewe peke yako wa kutushika mkono, ni wewe peke yako wa kutuinua, ni wewe peke yako wa kutusimamisha, ni wewe peke yako wa kutufikisha kwenye hatima. Kanda ramando roko shanda ramakoria. Shukuru Mungu, mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Fungua kinywa chako na mwambie Roho Mtakatifu asante. Mwambie Roho Mtakatifu asante, mwambie Yesu asante. Ramando roko shanda ramando roko shaka. Rekanda ramando roko riamasika. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Tamka mbele za Bwana. Kuna neema, kuna nguvu, kuna utukufu wa ajabu saa hii unatembea. Kuna nguvu ya Mungu ya ajabu saa hii inatenda kazi. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Rikanda ramando roko shanda ramando rokota. Reka Baba sanda ramakoria basika. Yamando rokoria manda ramanda saka. Rekanda ramando roko shakata. Ninaona nguvu ya Mungu ikitenda kazi saa hii na uwezo wa kimungu ukidhihirika katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. My Jesus, my glory. Wakati ninasikia sauti ya asubuhi ya leo, ninasikia sauti ya Mungu kwa namna ya ajabu sana. Inawezekana unapita kwenye changamoto na unatamani Mungu afanye jambo kubwa asubuhi ya leo. Umeteseka kwa miaka mingi na ugonjwa, umeteseka kwa muda mrefu na hiyo hatima yako ikiwa imeharibika, kazi zako zikiwa zimefunga na kila kitu ikiwa imeharibika, na unapita mahali ambako unahitaji tusimame pamoja na wewe na maombi. Ninaomba chukua namba ya WhatsApp ya 0679645759, na kama uko nje ya nchi anza +255 save namba hiyo, lakini pia nitumie, niambie changamoto iko wapi na tutasimama pamoja tutaomba. Lakini chukua hatua, share maombi haya, peleka kwa rafiki yako na jamaa yako popote pale alipo. Utaona mkono wa Mungu ukimsaidia na mkono wa Mungu ukigusa maelfu ya watu. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Kila siku asubuhi weka agano la kusimama na dhabihu, la kusimama na sadaka maalum. Kumbuka watu wengi wanaomba, lakini watu wengi ni wavivu kwenye kusimama na neno la Mungu, kwenye kutoa sadaka. Na nataka nikwambie, maombi ya kuomba bila sadaka hauwezi kupata matokeo.
Ifike mahali mwambie Baba, nasimama na sadaka hii. Utaona vile ambavyo sadaka hii inaenda kuleta udhihirisho na neema kubwa sana ambayo hujawahi kuiona. Kamata sadaka yako na itume kwenye 0756 934 903. Hii ni namba ya Vodacom ya M-Pesa, na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu akidhihirika kwa namna kubwa sana. Neema ya Kristo ni kubwa sana. Mkono wa Mungu uko tayari kutukokoa, kuponya maelfu na kudhihirisha nguvu zake. Na Bwana ametupa kibali na ametupa upendeleo. Tuone neema ya asubuhi ya leo. Sadaka yako ya asubuhi inafungua milango mikubwa. Risanda ramando roko shaka. Ninasikia Mungu akiniambia asubuhi ya leo anayo neema kubwa ambayo anataka kuiachilia. Neema hii ni neema kubwa, itakusogeza, utapiga hatua na utaenda kwenye viwango vikubwa kupitia maombi ya makubwa sana. Asubuhi ya leo naisikia neema kubwa sana. Mungu, ninakutukuza, ninakuinua. Hii ni neema ambayo Baba ametupatia tena asubuhi ya leo, ili tusimamishe kusudi lake na utukufu wake tena. Ninasikia asubuhi ya leo kuna kamba ambayo imekuzuia usiende kwenye ndoto na usiende kwenye hatima na ufike mahali uishie njiani. Bwana amenipa kibali ili niweze kukata kila kamba ambayo inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 116, nitasoma maandiko kidogo pale. Biblia inasema, haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti ya dua yangu, kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamuita siku zangu zote. Biblia inasema mstari wa 3, kamba za mauti zinizunguka na shida za kuzimu zilinipata, naliona taabu na huzuni, nikalitia jina la Bwana. E Bwana, na kuomba sana uniokoe nafsi yangu. Nisikilize nikwambie, unaweza kuona namna ambavyo Daudi analia juu ya kamba za mauti na kamba za kuzimu. Na wakati ninaamka asubuhi ya leo nikasikia Mungu ananiambia juu ya kamba za mauti na kamba za kuzimu ambazo zimefunga hatima ya watu. Watu wengi wamefungwa sana kamba na hawajui ni nani wa kuwafungua. Biblia inasema ya kwamba katika kile kitabu cha Isaya 42:22, watu hawa ni watu waliotekwa, wamenaswa katika mashimo, wamefungwa na wala hapana asema irudisha. Mungu ananiambia iko kamba katika ulimwengu wa roho ambayo kamba inafanya kazi na imekufunga na imefunga hatima na imefunga ndoto zako, na kila unachojitahidi kufanya unashangaa kamba hiyo imekushikilia. Leo ninatamka katika jina la Yesu Kristo, hiyo kamba ambayo wamekufunga kwa namna yoyote, wamekufunga usiende kwenye ndoto, wamekufunga usiende kwenye hatima, wamekufunga usiende kwenye neema, wamekufunga usiende kwenye ndoto zako, wamekufunga usiende kwenye hatima yako. Bwana ananiambia hiyo kamba tunaenda kuikata asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ninaongea na mtu mmoja ambaye saa hii ananisikiliza na naisikia sauti ya Mungu kwamba kila unapojitahidi kwenda kupiga hatua unashangaa upigi hatua. Kila unapojitahidi kwenda kwenye kiwango kingine unashangaa uendi kwenye kiwango hicho. Kila unapopambana biashara yako ikue, biashara yako ikui. Kila unapopambana kuzifikia ndoto zako haufiki. Ni kwa nini? Kuna kamba katika ulimwengu wa roho ili kufunga mahali, na hiyo kamba leo ninaishike moto kwa jina la Yesu Kristo. Na watu mlitakiwa mmefika viwango vikubwa, ulitakiwa kuwa umeenda, ulitakiwa kuwa umepiga hatua, ulitakiwa kuwa umeinuka, lakini umeshangaa kila unapopiga hatua unarudishwa nyuma. Ni kwa sababu kuna kamba ambayo imefunga miguu yako, kuna kamba ambayo imefunga mikono yako. Unashangaa mikono yako imekuwa ni mikono ya madeni, mikono ya kupoteza, mikono ya hasara. Unashindwa kuelewa ni nini kinatokea. Bwana ameniambia asubuhi ya leo, hiyo kamba ninaikata katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nataka nikwambie siri moja kubwa sana.
Walienda kukufunga hiyo kamba, wakufunga mikono mitupu. Kuna kazi walifanya, kuna sadaka walifanya mpaka wakakufunga. Na wewe unatakiwa uchukue sadaka asubuhi ya leo, ufungue mikono yako, ufungue kinywa chako, ufungue hatima yako, ufungue miguu yako, ufungue kila aina ya kamba ambayo imefunga ili wewe usiende kwenye ndoto. Na asubuhi ya leo nasimama kuikata hiyo kamba katika jina la Yesu Kristo. Sadaka hiyo itakata hizo kamba, na utashangaa baada ya maombi haya kuna neema inafunguka, kuna baraka inafunguka, unainuka, unanyanyuka, unaenda kiwango kikubwa, kwa sababu Bwana amenituma kufanya kazi hiyo. Popote pale ulipo, nataka ukamate hiyo sadaka. Kamata sadaka yako nzuri, mwambie Baba, sadaka hii, kila kamba yoyote ambayo amenifunga ili nisiende kwenye ndoto zangu na siende kwenye hatima yangu, leo hiyo kamba ninaikata kwa jina Yesu Kristo. Nataka ukamate hiyo sadaka. Nainua mkono wako, sema Bwana Yesu, nimesimama mbele zako asubuhi ya leo. Asante kwa utukufu wako, asante kwa upendo wako. Ninajua iko kamba katika ulimwengu wa roho ambayo imenifunga, hiyo kamba ya giza, hiyo kamba ya kuzimu, hiyo kamba ya kichawi. Ninatangaza mahali kokote walikonifunga, mahali kokote walikoniweka, mahali kokote walikofunga ndoto zangu, walikofunga biashara yangu, walikofunga miguu yangu, walikofunga mikono yangu, walikofunga hatima yangu, natangaza kwa jina Yesu, hiyo kamba ya kuzimu ninaikata kwa jina Yesu Kristo. Rapa shanda ramakoria resa tata, nakata hiyo kamba kwa jina la Yesu. Ninakata hiyo kamba kwa damu ya Yesu. Anza kuomba, kata hiyo kamba, kamba ya kichawi, kamba ya kishirikina, kamba ya madeni, leo tunaikata kwa jina la Yesu. Ramasatata rakabakasha, leo natangaza hiyo kamba ya giza ninaikata, 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 ninaikata. Ramando rukosha rababakasa reketerekosha rabakarimasaka, kwa damu ya Yesu ninakata hiyo kamba, ninakata hiyo kamba, kamba ya mateso, kamba ya matatizo, kamba ya madeni. Riamando roshakata rababakata ramakoshata, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo kamba iliyokuzuia usielekee ndoto zako, hiyo kamba iliyokufunga usifikie hatima, leo kwa jina la Yesu ninakata hiyo kamba, ninakata hiyo kamba, ninakata hiyo kamba, ninakata hiyo kamba, ninakata hiyo kamba. Makoria makoria rasatata rakabakasha, ninakata hiyo kamba, hiyo kamba katika 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 rika satata rapapakasha rikanda ramakosha, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Hiyo kamba nimeikata kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Utashika vitu, vitafanikiwa. Utaenda, utapiga hatua. Utaenda, utanyanyuka. Utaenda, utaona umeinuka. Utaenda, utaziona ndoto zako zimesimama. Utaenda, utaona utukufu wako umeinuka. Mungu akuinue kuanzia sasa katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Nataka ukamati hiyo sadaka. Nakupa namba ya simu sasa hivi ya 0756 934 903. Hii ni namba ya Vodacom. Panda hiyo sadaka, naingia kwenye Facebook, naingia kwenye ukurasa wangu wa moja kwa moja pale kwenye WhatsApp. Naomba utumie namba ya Vodacom, nitumie hiyo message na uniambie unapitia kamba gani imekushikilia. Tutaikata hiyo kamba na utaona mkono wa Mungu kitenda kazi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia na maelfu ya watu wanakusanyika kutoka nje na ndani ya Tanzania kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza hapa Gairo, Morogoro, chini Tanzania, East Africa. Shalom, 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 shalom.